الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya utangulizi mzuri aliofanya shekhe wetu Sheikh Abdallah Bawazir, mimi sioni tena sababu ya kuanza kutoa utangulizi, bali ni kuingia moja kwa moja katika tafsiri za aya zilizochaguliwa. Lakini aya zenyewe zinalazimisha kuzielezea hizo aya zenyewe kabla hatujaanza kuzitafsiri. Aya ya 77 imekuja baada ya kisa cha wachawi wa Firaun, namna walivyomgeuka Firaun. Wachawi wa Firaun waliletwa kwenye mapambano, waje wapambane na Musa alayhi salatu wassalam, wao wakidhani kwamba Musa ni mchawi kwa sababu ya ile fimbo yake inavyogeuka nyoka. Sasa kwa sababu wewe ni mchawi, ngoja tukuletee wachawi zaidi yako. Wakaletwa wachawi wale wakafanya vitimbi vyao baada ya kupewa ahadi nzuri na Firaun. Lakini walichokiona wachawi baada ya Musa naye kufanya la kwake, walichokiona wachawi wakagundua kwamba Musa sio mchawi, kwa sababu wao ni wachawi. Ilikuwa ni wepesi sana kutofautisha kati ya uchawi na kisichokuwa uchawi. Waligundua kwamba hiki alichokifanya Musa sio uchawi, na hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza wachawi wale, wakamgeuka Firaun na wakamwamini Musa alayhi salatu wassalam. Firaun akaonyesha mabavu yake na utawala wake na ukubwa wake, akawaua wale wachawi wote pamoja na watu wote walioamini, ambao aliwajua kwamba hawa wameamini, akiwemo mkewe. Wale watu waliuawa, ikawa hiyo stori ya wachawi tena imekwisha. Lakini wao walikubali kufa kwa ajili ya ule ukweli waliouona kwa Musa alayhi salatu wasalam, na wakajisalimisha kwa Allah kwa 100%. Hawakujali tena wao kufa, na wakamwambia Firaun, wewe hukumu unachoweza kuhukumu, kwani wewe uwezo wako wa kuhukumu ni hapa duniani, hiki unachokihukumu basi, lakini mbele ya Allah wewe huna chochote. Kwa hiyo sisi tumeridhika, hukumu unachohukumu. Wakahukumiwa wale watu, wakakatwa mikono na miguu, wakauawa, wakatundikwa kwenye miti, yani wakasulubiwa. Banu Israil waliathirika na kitendo hiki kilichofanywa na wachawi, na wanasema watu wengi wa Misri pale ambao walikuwa chini ya Firaun waliathirika na haya yaliyofanywa na hawa wachawi, na watu wengi pale walimwamini Musa, lakini wengi hawakuwa na uwezo wa kudhihirisha imani yao, wakawa wameamini lakini kwa kujificha. Sasa hapa stori inaanza mpya baada ya wachawi wa Firaun kuuawa na wale wengine walioamini. Musa alayhi salatu wassalam, katika mambo ambayo alikuwa anayaomba kwa Firaun
anamwambia waachie Banu Israil, mimi niondoke nao, tuondoke hapa Misri, tukuachie mji wako, lakini Banu Israil waachie watoke. Firauni akawa anakataa, Banu Israil hawawezi kutoka. Kwa nini Banu Israil hawawezi kutoka? Kwa sababu Banu Israil ndio walikuwa watumwa wa pale Misri, ndio walikuwa wafanyakazi wa kila kazi zinazotakiwa na wenyeji wale wa Misri, Firauna na jamaa zake. Tunajua kwamba Banu Israil Misri walikuwa ni wageni, walikuja wakati wa Nabii Yusufu alivyokwenda kuuzwa kule. Baadaye akamwagiza baba yake na ndugu zake wote waje Misri. Kwa hiyo wakazaliana pale Misri, lakini wakiwa ni wageni, sio wenyeji wa pale. Kwa hiyo jamaa wakawageukia walivyokuja watawala waovu, ingawa wakati wa yule mtawala wa mwanzo aliyekuwepo wakati wa Yusuf, Banu Israeli waliishi vizuri kwa sababu Yusuf na alikuwa kiongozi. Baadaye walivyoondoka wale, wakaja viongozi wengine ovu, wakajua kwamba hawa ni wageni tu hapa, wakawageuza kuwa watumwa, ndio wafanyakazi wao. Sasa Firauna atakubalije wale watu waondoke? Wakiondoka nani atawafanyia kazi? Kwa Firauna akawa anazuia, na kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni, hata kile kipindi Firauna alipoambiwa kwamba katika hawa Banu Israil atazaliwa mtoto, huyo mtoto akizaliwa ndio mwisho wa utawala wako, alipowauliza mnashauri nini, walishauri kwamba watoto wa kiume wote wachinjwe, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa akatwe kichwa. Kwa hiyo wakawa watoto wa kiume wakizaliwa wanachinjwa, wa kike ndio wanaachwa. Baadaye wakaja watu kwa Firaun, bana, hawa watu unachinja watoto, sasa hivi waliobaki ni watu wazima watupu. Maana yake hawa waliobaki ambao wanaweza kufanya kazi, nguvu zao zikiisha, hatutakuwa na wafanyakazi sisi. Ikatoka amri nyingine, sasa watachinjwa mwaka mmoja wataachwa. Lakini hapa napo kuna hikma moja ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia uzazi wa Musa kutokea katika mwaka wanaoachwa, bali ukatokea katika mwaka ambao wanachinjwa. Musa akazaliwa katika kipindi ambacho wanachinjwa. Allah anamuonyesha Firaun na anawaonyesha wanadamu wote kwamba yeye ndiye mwenye uwezo na anafanya analolitaka yeye, na analolitaka yeye ndio litakuwa. Kwa hiyo ukijifanya una mabavu, ukijifanya una nguvu, ukijifanya una utawala, ukijifanya una pesa, jua atakachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala ndicho kitakachokuwa, na hutakuwa na uwezo wa kufanya chochote. Firauna alimlea mwenyewe Musa. Huyo aliambiwa kwamba ndio mwisho wa utawala wake, akija yeye mwenyewe ndio kamlea. Allah anamuonyesha Firauna, wewe huna kitu. Ingawa umejiita Mungu, tena umejiita Mungu mkuu, lakini hii dunia ina mwenyewe, wewe siye. Sasa mwenye dunia ameamrisha kwamba wewe umlee huyo ambaye ndio itakuwa mwisho wako, na akamlea Firaun. Na hivi ndivyo itakavyotokea kwa yoyote yule dhalim. Mpaka leo hii wewe ukijifanya ni dhalim, Allah subhanahu wa ta'ala akikiamrisha kitu kiwe, kitakuwa mbele ya macho yako, huku unaangalia, na wewe mwenyewe utasaidia hicho kitu kiwe, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameshaamua. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa kuacha kiburi na aache jeuri katika hii dunia. Fuata maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama utangulizi wa shekhi yule alivyosema. Allah ametuambia kwamba utatujia uongofu, na atakayefuata uongofu huo basi hatopotea. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate uongofu, hata kama Allah atakuruzuku utawala, atakuruzuku nguvu ya aina yoyote, basi jaribu kuwa chini ya maagizo yake, chini ya utawala wake, hapo ndio utapona. Lakini nguvu zako hazina nguvu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya ya 77 inaanza kutueleza sasa, baada ya Firaun kukataa kuwatoa Banu Israil, maagizo sasa ya Allah yanakuja kwa Musa moja kwa moja. Allah anasema, walakad auhaina ila Musa, hakika tulimfunulia Musa au tulimpa wahai Musa, an asri biibadi,
ondoka na waja wangu wakati wa usiku, watoe sasa Banu Israili. Sasa sio habari ya Firaun, Musa anaambiwa awatoe Banu Israili. Allah mwenyewe ndio sasa analitawalia hilo jambo, atawaangalia Banu Israili. An asri biibadi, watoe waja wangu usiku. Neno Isra kama tunavyolifahamu siku zote kwamba Isra ni mtu kutembea wakati wa usiku. Wanawachuoni wametofautiana swala kwamba ni mwanzo wa usiku ama ni mwisho wa usiku. Kuna kauli mbili na kauli zote huwa hazina shida. Inaweza kawa mwanzo wa usiku, inaweza kawa mwisho wa usiku. Lakini maagizo yanaendelea kwa Musa alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia fadhrib lahum tariqan fil bahri yabasa, ukishatoka nao hao nenda kawatengeneze njia baharini, na njia zenyewe ziwe kavu baharini, lakini njia zitakuwa kavu, watapita kama wanavyopita kwenye ardhi ya kawaida. Alafu kwa sababu kuna ubinadamu, Musa pamoja na utume aliyokuwa nao, yeye ni binadamu. Yale mambo ya kibinadamu yoyote yule anaweza kumjia. Allah anamwekea kinga mapema, anamwambia la takhafu darkan wala takhsha, usiogope kufikiwa na Firaun, usiogope kukutwa na Firauni njiani, wala takhsha, wala usiogope kuangamia kwenye bahari. Tayari hukumu ya Allah ishapita, Firaun hataweza kuwagusa wala bahari haitaweza kuangamiza. Kwa haya ni maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala anampa Musa moja kwa moja, sasa awatoe Banu Israil aende nao huko ambako Allah subhanahu wa ta'ala amekupanga. Wanawachuoni hapa wanatuambia kwamba Musa alitoka muda huo wa usiku na Banu Israili. Habari watu walipiana Banu Israili majumbani, habari zikaenea kwa Banu Israili wote. Wakatoka usiku na mtume wao, wakaanza kutembea. Firauna alfajiri ameamka na jamaa zake, anaambiwa bwana, huu mji mtupu, vipi? Banu Israili wote wameshatoka. Firauni alikasirika sana, na ndio mpaka akasema ile maneno yake, innahum la shirdhimatun qalilun, hawa kikundi kidogo tu afu kinatuudhi. Firaun akaagiza akusanyiwe maaskari katika miji yote, amri ya haraka. Ndani ya muda huo wa asubuhi Firaun anataka maaskari wakusanyike, na wakakusanyika kweli maaskari, wakaja kwa Firaun. Safari ya Firaun ikaanza na mwenyewe akawemo. Sasa sio kwamba katuma tu maaskari ndeni mkawalete, kwa ile hasira na uchungu aliokuwa nao akaona yeye mwenyewe awemo ndani ya jeshi. Lakini ulikuwa ni mpango tu wa Allah, na ndio hapa mtu ajijue kwamba hakuna mtu mwenye uwezo mbele ya Allah. Hapa kwa mtu tu kiakili unaweza ukajiuliza, sasa Firauni kilichomfanya mpaka hawafuate Banu Israili ni kitu gani? Watu hawa washakuudhi, washatoka mjini kwako, wanaenda zao, wewe unawafuatia nini? Hapa kilichomfanya Firauni awafuate kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ni ule ujabari wake, anavyojihisi kwamba yeye ana nguvu, anavyojihisi kwamba yeye ana uwezo wa kuwafanya chochote. Na hivi ndivyo ilivyo, mtu mwenye nguvu akiudhiwa na mtu mnyonge atamfuata popote pale alipo, hata akikimbia kwenda kujificha, lakini kumuonyesha zile nguvu zake na kwamba popote utakapofika mimi nitakuja, anamfuata. Hakubali kumwacha kwamba haya basi nenda. Hii ndio jeuri iliyompata Firaun. Lakini jambo la pili ni ule mpango wa Allah ambao Firauna yeye hakuujua. Mpango wa Allah ambao tayari ulishapangwa kwamba huu ndio mwisho wa Firaun, bila yeye kujua, pamoja na kujiita Mungu. Yeye alikuwa na wachawi ambao wanamueleza habari zitakazokuja, na ndio waliomwambia kwamba atazaliwa kijana atakuja kusababisha utawala wako uishe. Lakini hawakumwambia kwamba hii safari unayotoka hii ina hatari kwako. Hakuna aliyeweza kumwambia.
Firauna akatoka. Ndio hapa Allah anasema katika aya 78, fa atba'ahum Firaun bijunudihi, Firauna akawafuata Musa na jamaa zake, akiwa Firauna na majeshi yake. Lakini matokeo ni nini? Faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, wakafunikwa Firauna na majeshi yake kule baharini na hicho kilichowafunika. Wanawachuoni hapa wanasema kilichowafunika hakikutajwa kwa sababu kinajulikana, walifunikwa na maji, walighariki. Wakati Firaun na jeshi lake wanamfuata Musa na jamaa zake, walifikia wakati sasa wanaonana, yani washawakaribia. Firaun anawaona watu wa Musa wale pale, na watu wa Musa wanamuona Firauna yule pale anakuja. Banu Israel wakaanza kubabaika kwamba sisi sasa tumepatikana. Musa alayhi salam akawaambia kalla, asema hapana, inna ma'i rabbi sayahdin, mimi Mola wangu niko naye ataniongoza cha kufanya. Aya hii ya mwanzo tuliyosoma 77 kulikuwa na ishara tayari ya kwamba kuna maelekezo yatakuja, kwa sababu Musa aliambiwa ondoka nao usiku, na ukifika huko watengenezee njia baharini. Kwa hiyo Musa tayari alishajua kuna maelekezo yatakuja kuhusu kufanya cha kufanya pale baharini ili njia zipatikane. Banu Israeli wao hawajui, lakini Musa yeye anajua kwa sababu amepokea wahi. Ndio akawaambia hapana, hatuwezi kupatikana, Allah niko naye mimi, ataniongoza. Ndio ikaja ile kwamba piga fimbo yako baharini, maelekezo sasa hizo njia zinatengenezwaje. Musa akapiga fimbo yake baharini, bahari ikajigawa pande mbili, kila upande ukawa umesimama kama jabali kubwa. Na katika ilivyogawanyika sasa, hapo ndani kukapatikana njia za makabila yote 12, kila watu wakapita njia yao. Musa akawaongoza Banu Israeli wakapita kwenye hiyo njia, na wanasema kwamba ilivyopasuka ile bahari, ulikuja upepo mkali ukakausha ile sehemu ambayo maji yalijitenga, ikawa ni ardhi kavu kama unatembea Kariakoo. Jamaa wakapita wakafika upande wa pili. Firaun kafika pale kwa wale jamaa washavuka, bahari imegawanyika, si ashaona njia na imekauka, naye akapita. Alivyoingia faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, hapo sasa Firaun na jeshi lake wote wakaangamia, hakubaki mtu hata mmoja. Wameacha mji wao ambapo Firaun alikuwa na uwezo wa kuambia majeshi tu nendeni mkamlete Musa hapa. Alikuwa anajua kwamba uwezo wanao kwa sababu wana nguvu. Musa hana majeshi, Musa na Banu Israeli wenyewe ni watu wa hila, watu wasiokuwa na msimamo. Lakini kwa sababu amri ya Allah ilishatoka, Firaun akajikuta naye anafuata mkumbo, anaingia, anapotea. Na Qur'ani hii imeeleza hiki kisa cha Banu Israeli na Musa katika maeneo tofauti tofauti. Maeneo mengine kuna urefu kidogo, habari zimeongezwa, kuna nyingine Allah amezungumza kwa ufupi. Katika baadhi ya maeneo katika Qur'ani, Firaun alivyoona bahari inayeyuka sasa wanaangamia, alianza kurudi. Anasema sasa nimemwamini yule aliyeaminiwa na Musa na watu wake. Allah akamwambia alana, sasa hivi ndio unaamini? Muda ulishapita, muda hakuna tena. Na hii hali iliyompata Firaun, hii atakutana nayo kila mwanadamu ambaye haendi sawasawa na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile siku ya kutoka roho mtu utakumbuka, lakini utakuwa umeshachelewa. Itakuwa makumbuko yako hayana maana yoyote. Kwa hiyo tuufuate mwongozo sasa hivi.
tukumbuke sasa hivi maana ya kusomwa au maana ya kuletwa hivi visa ndani ya Qur'ani, tujifunze na yale yaliyowakuta wenzetu. Sasa wewe usisubiri mpaka na wewe siku yako inafika ndio unakumbuka, utakuwa kama Firaun. Ni hasara kubwa sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha sisi Waislamu kuwa na wingi wa kutubia, na yeye akatuahidi kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe. Kwa maana kila wakati, kila ukikumbuka umefanya dhambi, hukufanya dhambi, fanya toba kwa Mola wako, fanya istighfari, kurudi kwa Mola wako ili Allah akusamehe. Usisubiri. Wa adalla Firaunu qaumahu wama hada, Firaun aliwapoteza jamaa zake na wala hakuwaongoa. Kwa kitendo chake hiki alichowachukua akawapeleka kule kumfuata Musa, hapa Firaun aliwapoteza watu wake na wala hakufanya kitendo cha kuwaongoa. Na aliwapoteza kwa sababu na yeye pia alikuwa hajui. Na hii ni dalili ya kwamba wale wote wanaodai kwamba wao ni Mungu, wao ni mitume, ni waongo tu, hawana wanachokijua. Firaun angejua asingejiingiza yeye wala asingeingiza watu wake. Na huko nyuma alishatamba Firaun kwamba yeye anawaambia jamaa zake, mimi nawapeleka ma ahadikum ila sabili rashad. Yani Firaun kuna sehemu amezungumza maneno haya kwamba anawapeleka watu wake kwenye njia ya uongofu. Lakini sasa hapa Allah anathibitisha kwamba Firauna maneno yake yale, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, kwamba mimi siwapeleki ila nawapeleka katika kile ninachokiona mimi kwamba ni sawa sawa, na wala siwapeleki ila katika njia ya uongofu. Kwamba maneno haya aliyosema ni ya uongo. Allah anawaambia hapa au anatukumbusha na sisi, wa adalla Firaunu qaumahu wama hada, Firaun aliwapoteza watu wake wala hakuwaongoa, kama alivyodai kwamba yeye anawaongoa na anawapeleka njia iliyonyooka. Hapa alafu Allah subhanahu wa ta'ala anawageukia Banu Israil, na tunafahamu sisi Banu Israil mbali na Firaun, wao wenyewe wamezungumzwa sana mambo yao na Musa, namna walivyokuwa watu wa vigeugeu. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Banu Israil akiwaambia, ya bani Israil kad anjaynakum min aduwikum, enyi bani Israil, hakika sisi kitu gani? Hakika sisi tumewaongoa au tumewaokoa na adui yenu. Wa waadnakum janibat turil ayman, na tukawapa ahadi pale kwenye upande wa kulia kwenye mlima Tur. Wa waadnakum janibat turil ayman, tukawapa ahadi pale kwenye mlima Turi katika upande wake wa kulia. Wanazzalna alaikumul manna wassalwa, na tukawateremshia man na salwa. Wa Banu Israil, hii sehemu hii katika mlima Tur ndipo Musa aliposemeshwa na Mola wake, na ndio hapa ambapo Musa aliahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aende kwa ajili ya kwenda kuchukua Taurati ya kuja kuwaongoza watu wake. Na ndio eneo hili ambalo Banu Israili waliwaacha Musa ili Musa aende kwenda kuchukua sheria na muongozo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa sasa ndio wakawa Banu Israil wanakula man na salwa, chakula kinachoteremka kutoka mbinguni. Katika maelezo tuliyopewa katika ya Banu Israil, pia hiki chakula walikikataa baadaye, jinsi walivyokuwa watu wakorofi. Wakamwambia Musa, hatuwezi kukaa na chakula kimoja kila siku. Wakaanza kutafuta, wanataka vitunguu, wanataka dengu, wanataka nini, vile walivyozoea kula kule Misri, ndio wanataka hivyo eti. Allah ndio akamwambia, basi rudini Misri, ndio mtakwenda kupata hivyo ambavyo mnavitaka.